Jameni, munatukera. Munatukera. Mheshimiwa Umburu, unatukera. Ulisema ukiwa pale Mombasa tukasikia. Kwa nini urudie tena na tena na tena? Wacha kukera sisi. Tunajua ya kwamba kiti ya naibu wa rais haiko wazi. Naibu wa rais, it is not vacant. Iko na mtu ambaye anajua kufanya kazi yake. Iko na mtu ambaye amefanya kazi, amesaidia rais wetu wa Kenya kufanya hiyo. Narudia tena na tena, ni kama hiyo kiti iko wazi, ni kama yule ambaye amekalia hiyo kiti ana nguvu, ana uwezo, na tunajua yeye na yumba na kutoka akalie hiyo kiti. Amesaidia rais wa Jamhuri ya Kenya kufanya kazi kwa njia ambayo iko sawasawa. Serikali ya Kenya imetulia, mipango ya serikali inaendelea vizuri, pesa imepatikana, uchumi kuamuliwa, maendeleo ya Kenya inaendelea sawasawa. Kwa nini wewe Umburu uendelee ukera sisi? Kwa nini uendelee ukera sisi? Sasa tunataka kumwambia tukiwa kona hii ya mlima, tumesikia, tafadhali usirundie tena. Juu umerundia mara mingi. Wacha kukera sisi. Profesa Kithure Kindiki kuna mahali ametoka, na ametoka kwa mlima. Profesa Kithure Kindiki ako na wafuasi wake wengi kutoka huko Kiambu, kutoka Kano ya Nyandarua, kutoka Embu, kutoka mingi ya nchi yetu ya Kenya, mpaka huko Pwani, mpaka huko Western, hata huko kona ya Nyanza. Profesa Kithure Kindiki hako na wafuasi wa kutosha. Kwa hivyo kama kuna kiti ambao unataka, tafadhali Umburu na chama cha ODM, wacha kurudia hiyo maneno tena. Kiti ya rais wa Jamhuri ya Kenya haiko wazi. Kiti ya rais wa Jamhuri ya Kenya haiko wazi. Kiti ya naibu. Pole. Ya mwisho jameni. Pole. Ya mwisho nataka pia niseme wale wako katika hii mlima ambao wanaweza chukua nafasi, wale wamekuwa wanayumba na nyefu wakisema ati wanasema watu ya mlima Kenya watoke katika serikali. Tunataka tuelezee namna hii. Jameni, pande ya Meru, pande ya Embu, pande ya Gikuyu, mababu zetu na mababa zetu walipigania uhuru wa Jamhuri ya Kenya. Tulikuwa na General Mwaliama, tulikuwa na General Maimungi, tulikuwa na General Roko, tulikuwa na General Kevote, tulikuwa na General Kubukubu.